إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Tunarudisha shukrani kwa Allah tabaraka taala na kumtakia amani na rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Islam, katika jamii tunazoishi tunakumbwa na matatizo mengi tofauti. Ukiangalia huku utapata kuna matatizo, mfano pande ya vijana, matatizo ya drugs, mihadarati na madawa ya kulevya. Vile vile ukiangalia upande mwingine utapata wengine hawataki kuswali, na pia ukiangalia katika ndoa zetu utapata matatizo yanazidi na talaka zinaongezeka, na pia ukiangalia upande mwingine ufisadi, uwizi na corruption imejaa katika ardhi. Na pia miongoni mwa matatizo ni kwamba baadhi ya vijana na wasichana hawataki kusikiliza wazazi wao na mengineo mengi. Matatizo ni mengi, tunayajua, tunayafahamu na tunajionea, lakini swali ni kuwa ni ipi suluhisho ya matatizo haya mengi ambayo kwamba yanatukumba katika jamii zetu leo hii. Haya matatizo ambayo kwamba tumeyataja na yale ambayo kwamba hatujayachaja, ni ipi suluhisho? Ni jambo gani muhimu tukilitekeleza inakuwa ni sababu ya kutatua matatizo haya? Ndugu Islam, kuna suluhisho kadha wa kadha watu wanaweza kuzungumza na kuzitaja, lakini fahamu ya kuwa suluhisho bora, suluhisho la kimsingi, suluhisho kubwa kabisa ya matatizo mengi katika jamii zetu ni takwa Allah, kumwogopa Allah tabaraka taala. Kumwogopa Allah ndiyo suluhisho ya matatizo mengi yanayojiri katika jamii zetu hizi. Tukitaja mfano watu ambao kwamba wana mgogoro katika ndoa baina ya mume na mke, hapo ni kwamba kumekosekaniwa ucha Mungu, hakuna kumwogopa Allah tabaraka taala. Mwanamke anayemwogopa Allah anakuwa ni mtiifu kwa mume wake, hawezi kuwa kichwa kigumu, hawezi kuwa mjeuri, kwa sababu anamwogopa Allah. Kumwogopa kwake Allah inakuwa ni sababu ya yeye kumtii mume yake, kwa sababu anajua ni amri kutoka kwa Allah tabaraka taala kwamba yeye yuko chini ya mume. Mwanamume ambaye kwamba ana tabia ya mpango wa kando, ana tabia ya uzinifu,
na kwamba huyu dada wa Kiislamu anashtakia, ni kwa sababu huyu mwanamume hamuogopi Allah tabaraka taala. Ndiyo maana ana tabia ya mpango wa kando au ya uzinifu kwa lugha nyingine. Kijana ambaye kwamba anaingia katika drugs na madawa ya kulevya ni kwa sababu hamuogopi Allah tabaraka taala. Lau kwamba kijana anamuogopa Allah, asingekuwa na tabia ya mihadarati. Kwa ukosefu wa iman na kutomogopa Allah, ikawa ni sababu ya yeye kuingia katika mihadarati. Na wale wanaoingia katika corruption na ufisadi na kudhulumu watu na kula mali za haram, hii yote imekosekaniwa uchamungu, hakuna takwa Allah. Takwa Allah ndiyo suluhisho ya matatizo mengi ambayo kwamba yanajiri leo hii. Msichana wa Kiislamu ambaye kwamba hajistiri, anatembea uchi, anavaa masuruali, anatembea na wanaume, ni kwa sababu ya kwamba msichana huyu hamuogopi Allah. Kwa hivyo suluhisho ya matatizo yote, ayuhal muslimun, ni kumwogopa Allah tabaraka taala. Na ndio maana wasia huu Allah tabaraka taala akawa ni wenye kuhusia kwa watu wote, kwa manabii, kwa waja wema, kwa watu ambao kwamba ni wacha Mungu, kwa wasiomwogopa Allah. Kila mtu anahusiwa juu ya kumwogopa Allah tabaraka taala. Bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe, kuna mcha Mungu ambaye kwamba ni zaidi kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mcha Mungu zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na ucha Mungu aliokuwa nao, Allah tabaraka taala akamwambia kupitia Qur'an, ewe nabii muogope Allah. Katika mwanzo wa suratul Ahzab, Allah tabaraka taala yaqul, ya ayuhan nabiyyu ittaqillah, ewe nabii muogope Allah tabaraka taala. Ikiwa nabii anaambiwa amuogope Allah, je, mimi na wewe ni nani ambao kwamba tunakataa wasia kama huu? Wasia huo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akahusia masahaba wake, wanafunzi wake, usikum bitaqwa Allah. Mtume alayhi salatu wasalam anahusia viumbe bora, masahaba, na uhusieni juu ya kumwogopa Allah. Wasia huu ayuhal muslimun ni wasia ambao kwamba unaenda kwa generation zote, kwa umma wote, wa mwanzo na wa mwisho. Allah tabaraka taala anahusia umma wote kuanzia Adam alayhi salatu wasalam hadi umma wa mwisho wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah tabaraka taala anasema, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Maneno ya Allah anasema, kwa hakika tumewahusia, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, kwa hakika tumewahusia waliokuja kabla yenu, waliopewa vitabu, na nyinyi pia mumuogope Allah tabaraka taala. Na huwasia moja kati ya masiku Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia Muadh ibn Jabal, ittaqillaha haythu ma kunt, muogope Allah mahali popote ulipo, popote utakapokwenda, popote utakapokuwa, muogope Allah tabaraka taala. Si ati kwamba ukiwa na Waislamu ndio unajifanya mcha Mungu, lakini ukisafiri ukienda nchi nyingine, ukienda sehemu nyingine unafanya maasi la ya'lamuha illa Allah. Hakuna anayejua hayo maasi isipokuwa Allah tabaraka taala. Huu wasia ayuhal muslimun tunafaa kushikamana nao na tunafaa kutekeleza katika maisha yetu, na hasatan wazazi, muogopeni Allah tabaraka taala. Wazazi, muogopeni Allah juu ya watoto wenu ambao kwamba ni amana Allah tabaraka taala amewapa. Kwa sababu mara nyingi
wazazi wengi, sio wachache, wengi wamekuwa ni wenye kuonyesha watoto wao umuhimu wa shule na sio umuhimu wa kuijua dini ya Allah tabaraka taala. Jambo hili ayuhal muslimun, hatutaacha kukumbushana na kulizungumzia. Yani mtoto anaenda shule Monday to Friday from 6:30 to 4:30 anakaa shule. Akona Saturday na Sunday weekend peke yake ya kusoma. Sawa, hiyo Saturday na Sunday ni sawa, lakini pia hiyo Saturday ikachukuliwa. Yani Monday na Friday haitoshelezi, kisha ukamwongezea Saturday. Kwa hivyo mwalimu wa madrasa anaambiwa mtoto wangu hawezi kuja Saturday, anaenda shule. Mbali na hiyo Saturday pia haitoshelezi, mwalimu mwingine tena anakuja nyumbani wa tuition, sio tuition ya Qur'an, tuition ya skuli, na mapesa mengi unayotoa, ikawa mtoto hana muda wa kusoma na kumjua Allah 90% of his time kwa ajili ya mathematics na English na geography. Ukaogopea risk, unaogopa mtoto wako awe fukara, pia ogopea mtoto wako awe mzinifu. Kama vile unaogopea mtoto wako asiwe na future mzuri ya kuwa na mapesa mingi, pia muogopee mtoto wako asiingie katika mihadarati. Muogopee mtoto wako asiwe na tabia mbaya. Muogopee mtoto wako asiwe na tabia ya ukora. Tusomeni Qur'an na maana yake ayuhal muslimun, sio kusoma tu na kumaliza. Allah anasema katika suratun Nisa aya ya 9, waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Wasiyatun min Allah tabaraka ta'ala lak ayuha al-ab ayatuha al-um. Huu wasia unaenda kwa wazazi, direct kwa wazazi. Huu wasia uko ndani ya suratun Nisa aya ya 9. Wasia specifically for the parents. Allah anaambia nini wazazi? Waliyakhsha alladhina, na wahofie wale ambao kwamba lau taraku, lau kwamba wataacha, min khalfihim, nyuma yao. We mzazi unafaa uhofie lau kwamba utaacha nyuma yako, utaacha nini? Dhurriya. Ish maana dhurriya? Kizazi, offspring, your children and your grandchildren. Waliyakhsha alladhina law taraku, na wahofie wale ambao kwamba wataacha, min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim, ambao kwamba wataacha vizazi baada yao, watoto wao, wajukuu zao, wahofie. Unafaa uwe na hofu, mimi baba nikifariki watoto wangu wataishi maisha gani? Watakuwa na akhlaq gani? Watakuwa na maadili gani? Wataishi vipi na watu? Je, watakuwa ni wenye kuswali? Je, watakuwa ni watiifu? Je, watakuwa ni watu wazuri? Usifikirie tu kuhusiana na riziki. Mambo ya riziki hiyo si kazi yako, hiyo ni kazi ya Allah tabaraka taala. Allah amekutoa wasiwasi kabisa kuhusiana na riziki pale aliposema wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa. Allah anakuambia ewe mzazi, amrisha watu wako juu ya kutekeleza sala na ibada. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha, endelea kuamrisha, uwe na subra juu ya jambo hilo, kuamsha alfajiri na kuelekeza katika ibada. Kisha Allah akasema sisi hatukuulizi wewe riziki, nahnu narzukuk, sisi tunakupa riziki. Hata wewe mwenyewe mzazi ulipokuja hapa duniani umekuja hata bila champali, hauna chochote, you are nothing. Allah akakufungulia riziki. Sikuwa na wasiwasi sana riziki, lakini uwe na hofu juu ya watoto wako utakapoondoka hapa duniani, watakuwa ni watoto aina gani?
Na ukisoma suratul Kahf, kuna watoto wawili ambao kwamba walikuwa ni mayatima. Kwa wema ya baba yao mzazi, Allah akahifadhi mali ya baba kwa wema wa mzazi. Wakana abuhuma saliha, baba yao alikuwa ni mtu salih, alikuwa ni mtu mzuri kabisa. Allah akawa ni mwenye kuhifadhi ile mali kupitia Khidr. Ndugu Waislamu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema, wallahi mal faqra akhsha alaykum, mimi siogopei ufukara enyi umma wa Kiislamu, walakin akhsha an tubsata lakum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatuhlikakum kama ahlakathum. Mtume alayhi salatu wasalam anasema, kisha anaanza kula kiapo, anasema wallahi, na apa kwa jina la Allah, mal faqr akhsha alaykum, mimi siogopei nyinyi kuwa maskini. Mtume anatuambia sisi umma wake haogopi ya kwamba sisi tuwe maskini, haogopei hilo jambo. Walakin akhsha, mimi kile kitu ambacho kwamba naogopea juu yenu nyinyi Waislamu, antubsata lakumud dunya, ni kwamba dunia ifungulikie kwenu, iwe mariziki zimejaa, mali zimejaa. Fatanafasuha, na mkawa ni wenye kushindana kwa ajili ya hiyo dunia, kama vile unavyoona Waislamu wanavyoshindana katika mambo ya dunia. Wako wapi Waislamu wanaoshindana kwa ajili ya akhira? Wako wapi Waislamu wanaoshindana kwa ajili ya kupata ucha Mungu? Wako wapi Waislamu wanaoshindana kutoa sadaka kama walivyokuwa kishindana kina Abu Bakar na wengineo katika masahaba? Wako wapi ambao kwamba wanashindana katika fi'la alkhairat, katika kufanya mambo mazuri? Mtume alayhi salatu wasalam akasema, nahofia mushindane kwa ajili ya hii dunia kisha muangamie kama walivyoangamia waliokuja kabla yenu. Tukirudi katika aya suratul Nisa, waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim, Allah akasema falyattaqullah, hao wazazi wamogope Allah, waliyaqulu qawlan sadida, na wazungumze maneno ya sawa. Wewe mzazi unapokuwa umeshikamana na taa na ibada, hiyo ni njia moja ya kufundisha mtoto wako dini. Hiyo ni njia moja ya kumwonyesha mambo mazuri ambayo kwamba anatakiwa yeye kuwa nayo, kwa sababu mara nyingi mtoto anapokuwa mdogo anakopi vile mzazi anavyofanya. Uwe ni mtu wa maneno mazuri, uwe ni mzazi wa khair, hata utakapoondoka hapa duniani kupitia wema uliokuwa nao, Allah tabaraka taala atakuhifadhia watoto wako. Watu wakiona watoto wako wanasema, huyu ni yule mtoto wa yule mzee. Yule mzee alikuwa ni mtu mzuri, hadhulumu mtu. Yule mzee alikuwa ni mwadilifu. Yule mzee alikuwa ni mcha Mungu. Kijana, baba yako alikuwa mtu mzuri sana wewe. Kijana mwenyewe anakuwa ni sadaka jaria kwa mzazi wake. Angalia manufaa. Hii ndiyo best investment juu ya mtoto wako, kumfundisha yeye dini na imani na kumjua Allah. Wallahi hakuna investment kubwa kuliko kuspend your time and energy na kila kitu ili mtoto wako awe ni waladun salih yad'u lak, awe ni mtoto mwema atakuombea wewe dua. Wakati wewe mzazi umezikwa kaburini pale, amali zako zimeisha, bado mtoto wako kila akisali anasema rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mtoto anasali, mtoto yatima anamwombea baba yake, anamwombea mama yake. Waonesheni watoto wenu umuhimu wa dini, enyi wazazi. Muko na haki ya kuambia wenye shule ya kwamba hii Saturday mtuachie, tumewapea Monday, tumewapea Tuesday, tumewapea Wednesday, Thursday, Friday, pia mnataka kuchukulia Saturday. Hata
hata sheria ya serikali ilikataa mambo za tuition. Dunia imejaa katika kifua chetu. Wewe mzazi, wewe ni client, you are a customer to the school. Na wanasema customer is always right. Tuition is form of a business. They are making money out of it. Yani 5 days hazintoshi, uongeze tena Saturday, uongeze tena mwalimu wa tuition. Anapata muda kidogo wa kumjua Allah tabaraka taala, anapata muda kidogo wa kusoma ahadith za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tena jambo lingine la kusikitisha ni kwamba the owners of the school, some of these schools, the owners are Muslims. Mbona mambo kama haya ayuhal muslimun? Aina tadhhabun? Mnaenda wapi? Tunaenda wapi ayuhal muslimun? Hii dunia tunaiacha, kila siku tunaswalia salatul janaza, hatuchukui ibra. Kwa nini tusirudi nyuma? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Tukimalizia khutba ayuhal muslimun, tumwogopeni Allah, turudi katika Qur'an na mafundisho ya dini, na tufahamu ya kwamba tutaenda kuulizwa siku ya kiyama, na tuogopeni ile siku ambayo kwamba tutasimamishwa mbele ya mahkama ya Allah tabaraka taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ogopeni ile siku ambayo kwamba mtarudi kwa Allah tabaraka taala. Ya Allah, tujalie tuwe wacha Mungu. Kisha kila nafsi italipwa kulingana na yale aliyofanya. Inasikitisha sana kutembea hapa nje, unaona dada wa Kiislamu anavaa suruali na shati, anaenda shule, suruali na shati. Yani of all the schools in Nairobi, umeshindwa kupeleka mtoto wako shule ambayo kwamba atavaa hijab yake na skati yake, unampeleka shule ambayo kwamba anavaa suruali, anavaa trouser for the sake of dunia. Ukasahau akhira yako ewe mzazi, umesahau unapotoka ewe mzazi, umesahau unapokwenda. Hal ata ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Wewe ulikuwa ni kitu ambacho kwamba hutajiki, Allah akakujalia ukaja hapa duniani ukatajika, uko na pesa zako, kisha baada ya muda utafariki. Miaka 100 inayokuja, 100 years to come, mimi na wewe tutakuwa tumesahaulika. Mimi na wewe tutakuwa tumezikwa katika mgongo wa ardhi. Hakuna kitu ambacho kwamba kitatufaa isipokuwa ni amali zetu. Tunamwomba Allah tusamehe madhambi yetu, tunamwomba Allah atuongoze, tunamwomba Allah tabaraka taala tuepushe na adhabu nar, tunamwomba Allah tuepushe na adhabu al-qabr, tunamwomba Allah ajalie jannatul firdaus ndiyo makazi yetu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li jami'i mawtal muslimin, Allahumma ighfir li jami'i mawtal muslimin alladhina shahidu laka bil wahdaniyyah wa bi nabiyyika bir risalah wa matu ala dhalik. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.